kusikia. Wakati wote anaweza akatuondoa. Nilizalilika udini, naacha mtoto kwenye kitanda, naenda kuomba atimbali. Ina maana yule kamaji kwa wingi anakatalia hapa yanabana. Karibu mtazamaji wa Star TV katika kipindi cha Ushauri Wako. Jumapili nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kumsaidia ndugu yetu Mtanzania mwenzetu ambaye tumefika eneo analoishi, eneo la Kashishi, Nyamahongoro, jijini Mwanza. Hali yake si nzuri na ataeleza mengi kupitia kipindi hiki. Ni ana madhumuni mtazamaji aweze kumsaidia kwa kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia na utaongezewa zaidi. Anapitia magumu sana. Hali yake sio nzuri, amelala kitandani, hawezi kujigeuza, hawezi kufanya chochote. Mengi utayasikia hapa kutoka kwake, lakini pia kwa wale ambao wanamuuguza. Ungana nami hadi tamati ya kipindi hiki. Naitwa Rebecca Molesi, na utakapopenda kumsaidia ama ukiwiwa, basi tumia namba ambazo zinapita chini ya luninga yako kuweza kumsaidia. Kutoa ni moyo na matatizo yapo, leo kwangu kesho kwako. Ugonjwa alionao ni mkubwa na pesa zinahitajika kwa ajili ya matibabu. Atazipata wapi? Mimi na wewe twapaswa kumsaidia. Jina langu ni Rebecca Molesi. Kwa wingi anakatalia hapa yanabana. Na moja kwa moja twende tusikilize historia ya maisha yake, akianza kwa kujitambulisha anaitwa nani na kueleza yale yote yanayomsibu katika maisha. Mama, jitambulisha, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Frazia Innocent. Frazia, una umri wa miaka mingapi? 33. Mfahamishe mtazamaji, unaishi wapi? Naishi hapa. Naishi Jumura. Karagwe, nitoka Karagwe. Sawa. Una familia, watoto wangapi? Ni watoto 4. Hapa nilipo sina mwanaume, sina mama, sina baba. Watoto wako wako wapi? 2. Kuna mtu alibaki nao. Kanishikilizia akasema nenda upata matibabu. Ukipana utakuja utawakuta. Na wengine 2 wako wapi? Niko hapa nao. Uko nao? Wakike ni wangapi na wakiume ni wangapi? Wakike ni 1. Wakike 3? Wakike ni 1. Wakiume 3? Baba yao yuko wapi? Baba ameshafariki, alifika mwaka uliopita. Nini kilitokea kafariki baba? Magonjwa. Sawa. Na huko Karagwe unaishi maeneo gani? Karagwe naishi kata ya Nkwenda, wilaya Kerwa. Katika familia yenu mmezaliwa wangapi? Watoto tupo 5. Nye tumbo la mama na baba. Na hapa hakuna msaada wote ambao wananisaidia. Sina ni chochote. Huyu baba ndiye ambaye ananisaidia. Na mtu amenileta akasema eti anatoa misaada. Akanileta hapa. Ndiye ananisaidia na sasa hivi. Unaishi maisha aina gani? Ya kulima. Kwa ni mlimaji. Nilikuwa nafanya vibarua. Hili tatizo la kuumwa limekuanza lini? Tangu mwezi wa 12. Hali yangu ndipo nimekuwa mbaya. Kabla ya hali kuwa mbaya, kwanza kuugua kabisa ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka uliopita. 2024. Sawa. Kwa nini ndugu zako hawapo na wewe? Nilifaa kuna ndugu. Niwa baba tu ananisaidia. Sasa hivi ndio naona kama ni kama mzazi wangu. Kabla ya kuja kwa huyu baba akaanza kukusaidia, wewe mwenyewe ulikuwa unaishi maisha gani na watoto wako? Kwa naishi hivyo ndio alikuwa ananisaidia, ananiletea chochote.
au watu wa jirani wananisaidia. Umesema mume wako alifariki. Najua kuna ndugu wa mume wako na wenyewe. Ndugu ana baba na yeye hana baba wala mama. Ana mama alikuwa na baba. Tulikuwa tunaishi hivyo. Ndio. Yesu wangu. Mtazamaji, kama ambavyo unaendelea kusikiliza ndugu yetu Mtanzania mwenzetu Efrazia ambaye anaumwa, yuko chini amelala hapa kwenye hili godoro, na hapa alipo ni kwa msamaria mwema tu ambaye ameamua kumchukua na kuwa naye kwa ajili ya kumuuguza, lakini shida ni kipato cha kuweza kumpeleka hospitalini. Tafadhali, kama unatazama runinga yako hapa kupitia Star TV, kwa namba ambazo zinapita chini ya runinga yako, msaidie kwa chochote ulicho nacho aweze kwenda kupata matibabu. Mengi zaidi utasikia hapa, usiondoke karibu na runinga yako. Katika kipindi cha ushauri wako pia ukitoa ushauri wako, kikubwa zaidi huyu mama aweze kupata pesa ya matibabu na apelekwe hospitalini. Tuendelea kusikiliza historia ya maisha yake. Mama, hebu turejee nyuma katika historia ya maisha yako. Kabla hujaanza kuugua, ulikuwa unaishi maisha ya aina gani? Nilikuwa nafanya vibarua. Ndio vilikuwa vinanitunza. Na maisha yako na mume wako yalikuwaje? Yalikuwa ni vizuri. Umetuambia mume wako alifariki. Baada ya mume wako kufariki, uliishi maisha ya aina gani? Nimeendelea kutafuta. Na ndugu wa mwanaume ambao ulikuwa unawafahamu baadhi, waliendelea kuwa na wewe? Yaani ninakwambia, ana ndugu nimekuta na ndugu yoyote. Ana mama, ana baba. Kuna ndugu wengine labda mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, wanaweza wakawepo? Huyo wanasema eti yupo Kigoma, hatujui yupo sehemu gani. Ni watu wa Kigoma. Sawa. Sasa kwa hivyo unavyoumwa, watoto wako wanaishije? Hao ambao uko nao hapa. Wanaishi hivyo hivyo. Labda hawa ninao hapa. Ambaye naona, lakini ambaye sio wanaona. Sijui wanaishije. Ilikuwaje mpaka ukafika hapa? Mimi nimeletwa na mtu. Kaniambia huyu baba anatoa misaada. Uliletwa lini? Nimemaliza miezi 7. Wakati unakuja hapo ulikuwa na hali gani? Kisha kwanza nilikuwa niko vibaya. Baadaye nikapona. Kaanza tena upya. Maisha akawa hatari. Na kabla ya kuja hapo uliwahi kwenda hospitalini? Ndiyo, huyu baba alinipeleka. Sasa tuambie, ulipofika hospitalini uliambiwa nini? Walinipima kaniambia ati na uvimbe tumboni. Ndio unasababisha eti nisijisaidie na haja kubwa. Ndio naterazana na nili kizazi na kipofu cha mkojo. Kizazi kina shida gani? Yaani hiyo uvimbe unasumbua na kizazi. Kama kizazi kinataka kutoka. Wakakwambia kwamba matibabu yake inatakiwa iweje? Mpaka niende Bugando, natakiwa $1,000,000. Umewahi kwenda Bugando? Sijapelekwa. Sasa hapa ulipo kuna dawa zozote ambazo unatumia? Ndiyo. Unatumia dawa zipi? Sijui mimi. Unatumia tu? Ulipewa wapi? Kuishi. Ulipewa wapi dawa? Huwa baba ameninunulia. Huyo anayekusaidia. Pole kwa magumu ambayo unapitia. Asante.
Wewe ni kabila gani? Mwa. Mtu wa Kigoma eh? Sawa. Na kule Kigoma kwenu ni eneo gani? Uko sehemu sana nje. Najua unapata shida kuongea. Pole. Pole, sawa. Kama ambavyo tumemsikiliza ndugu yetu hapa akiwa amelala, ni mtu wa Kigoma. Sasa mume wake alishafariki na wazazi wa mume wake pia walishafariki. Ni mtu wa Kigoma lakini hawafahamu ndugu zake, hatujui walikutana vipi. Tunashindwa kumuuliza mengine kutokana na hali ngumu alionayo. Hajisikii vizuri. Lakini yote kwa yote, mtazamaji, bila shaka unamwangalia. Unaona namna alivyodhoofika na maumivu anayoyapata. Wewe kama Mtanzania, mzazi, mlezi, hata kama sio Mtanzania, unatazama Star TV kwa sasa na unaweza kumsaidia kwa chochote kidogo alicho nacho. Naomba msaidie. Umesikia matatizo alionayo. Ana shida ya uvimbe, lakini pia ana shida ya kizazi. Shida nyingine ni kibofu cha mkojo. Kwa hivyo tumsaidie kwa kadri Mungu ambavyo ametuwezesha. Tukiwa tunaendelea kipindi hiki, mtazamaji, tufahamu sasa tatizo lake kwa undani zaidi, tukizungumza naye kwa wakati huu. Mfahamishe mtazamaji, tatizo lako lilianzaje? Mwanzo wa ugonjwa wako. Mimi kipindi cha kuugua nilianza na mgongo. Kwani niambia UTI. Katumia madawa ya UTI. Kuna amona. Ai. Mama, naomba kwa kweli mniache hapa. Nisika kwa imeshindwa. Nimeshindwa, mengine nitajieleza. Ulianza UTI alafu? Kada hospitalini watumia madawa ya UTI nikashindikana. Nipa kuja huko kwa kweli. Baada ya UTI ukaona tena dalili za nini? Ama UTI kaona imeshindikana, kaona kama ni kitu ya kidunia. Ukaenda wapi? Kaja hapa. Ndio huyu babu kunisaidia. Haja kubwa unapata? Haja kubwa hamuna, sijisaidii. Nimaliza muda tangu wa 12. Tangu mwezi wa 12 mpaka sasa hujapata haja kubwa? Ukija natoa na kidole. Mpaka utoe na kidole hivi tu uwezi? Hamuna. Sasa hivi nimemaliza kama siku 5 siuona uchafu. Na haja ndogo? Haja ndogo yani hapa nilipo kwanza nipo kwenye maji. Unatiririka tu ya wenyewe. Unajireta. Unapita tu? Ndio maana umekuwekea mpira. Maumivu ya tumbo? Nayo. Na tangu muda mwingine unawaka tumbo moto. Muda mwingine kuna vichome. Ndivyo ilivyo. Unakula vizuri? Ndio nakula. Chakula unakula? Haupati shida ya chakula? Wananisaidia kweli. Unakula tu upate maumivu yoyote? Kila kazidisha natokea naumia. Kwa hiyo unakula kidogo? Kwa hiyo tangu hali yako ibadilike na kuwa hivi, hujawahi tena kurudi hospitalini? Hamna. Jarudishwa. Watoto wako wako wapi wao ile walioko hapa? Sijui wapo nje labda. Ambao uko nao hapa wana umri gani? Mmoja na miaka 8, mwingine na miezi 7. Miezi 7? 2 na 7.
Miaka 2 na miezi 7. Pole sana kwa magumu unayopitia. Asante. Kwa hapo kwenye ukijisaidia wanakusafisha kila kitu. Huwezi kutembea, huwezi kufanya chochote. Hamna. Ni kulala tu hivyo muda wote. Yaani nilivyo niona. Hivyo nilivyo. Kugeuka wanakuja kugeuza. Umezidiwa hivi tangu lini? Sijui na kipindi. Ni muda mrefu. Ngo. Huyu mama hawezi kujigeuza yeye mwenyewe. Huyu mama hapati haja kubwa. Huyu mama mkojo unapita tu wenyewe. Hapa amewekewa mpira na mpira wenyewe unavyoonekana umeshalowana kabisa. Kwa hivyo mpaka aje abadilishwe, asafishwe na watu ambao wamejitolea kumsaidia. Hali yake sio nzuri. Na kama ulivyosikia hapo, matatizo yake yote ni makubwa. Fikiria tangu mwezi wa 12 mpaka leo tuko mwezi wa 3 hajapata choo. Ni tatizo. Angekuwa na uwezo angeweza kwenda hospitalini kwa ajili ya kupata vipimo na matibabu. Lakini uwezo hana. Ndio maana amelala hapa. Hana msaada wowote, hana mtu yeyote wa kumsaidia. Yaani msaada wake ni mimi na wewe na hawa ndugu zetu ambao wao wamekubali kumsaidia. Ni wachache ambao wana moyo wa kusaidia. Mtoto wake ambaye anasema yuko naye mdogo ni huyu hapa. Huyu ni mtoto wake ambaye ana miaka 2 na miezi 7. Mtoto yuko hivi, mama yuko hapa amelala, hana uwezo wa kumsaidia. Lakini mtoto wake mwingine ni huyu hapa, ndio mama huyu wa kike pia ambaye naye ni mtoto wake. Hawa ni wawili ambao amekuja nao. Wawili wako tu kwa mtu ambaye ameamua kuwachukua kwa ajili ya kuwasaidia. Fikiria mama anateseka kiasi hiki na watoto wako hivi, wanajisikiaje? Najua kabisa wanajisikia vibaya. Ni kitu ambacho kinasikitisha. Lakini mimi naamini Mungu ni mkubwa, Mungu anaweza. Ni vile tu hana uwezo wa matibabu, lakini kama tukimsaidia akapeleka hospitalini akapona, na mimi natarejea kwenye hali yake ya kawaida na kukaa na kulea watoto wake. Tazamaji, tunasonga mbele na kipindi hiki cha Ushauri Wako kupitia Star TV. Nikusihi tuendelee kumsaidia ndugu yetu Mtanzania mwenzetu kupitia namba ambazo zinapita chini ya runinga yako. Na sasa tunakwenda kuzungumza na mama ambaye alimpokea mgonjwa wetu huyu na kumsaidia mpaka sasa yuko hapa akiwa anahitaji msaada kutoka kwako. Mengi zaidi pia tunakwenda kuyasikiliza hapa, atajitambulisha na tutazungumza mengi zaidi. Jambo la msingi, endelea kutazama Star TV. Maana yule maji kwa wingi anakatalia hapa jana bana. Dada, karibu kwenye kipindi cha Ushauri Wako. Tumefika hapa kwa ajili ya kumtazama ndugu yetu Mtanzania mwenzetu na kujua anachopitia kwenye maisha. Kwanza kabisa mfahamishe mtazamaji wa Star TV, lini umempokea mama huyu? Mwezi wa 12. Mwaka gani? Mwaka jana. Ilikuwaje? Alikuwa mgonjwa. Alifikaje hapa? Alikuja kama kutibiwa. Alikuja peke yake? Na watoto 2. Ndugu zake je? Hapana. Alikuja tu na watu baki, wakaja wakamleta mpaka hapa, wakasema wamsaidia na wenyewe. Wenyewe walimtoa wapi? Walitoka naye huko kwao. Kwa walivyokuja tu wakamwacha hapa? Wakati mnaishi naye hapa hakuna ndugu yake yeyote amekuja kumuona? Hapana. Na yeye mkimuuliza ndugu anasemaje? Anasema ndugu hana. Hata mmoja? Hata mmoja. Wako. Lakini sasa ndio hivyo, hawana ushirikiano. Na yeye? Na yeye. Na wakati anakuja hapa alikuwa na hali gani? Alikuwa anaumwa. Kwa anaumwa sana? Alikuwa anaumwa.
Baada ya kuwa mmempokea hapa sasa, mmesha kumpeleka hospitalini? Tulisha kumpeleka hospitalini. Niliuza hapa ng'ombe ya mfugo wangu, nikampeleka hospitalini. Kufika kule akapimwa vipimo vyote, wakadai ana uvimbe tumboni, ana shida kwenye kizazi na ana fistula. Wakasema ndio. Matibabu yake wakwambiaje? Matibabu wakatuambia anatakiwa pesa apelekwe hospitali Bugando. Vipimo vya awali alipata hospitali ipi? Igoma hapo. Hamjampeleka Sekotura wala Bugando? Wakatuambia huyu gonjwa anayeumwa anatakiwa apelekwe Bugando. Afanye operation, watoe kizazi na watoe uvimbe huo. Na wamsaidie kuhusu na fistula. Sasa baada ya kuwa mmeambiwa hivyo, mlichukua hatua gani? Ilibidi tumrudishe kwanza nyumbani, kwa sababu sisi tulikuwa tunamsaidia tu. Kwa mlivyomrudisha ndio yuko hapa mpaka sasa? Ndio yuko hapa mpaka sasa. Katika historia yake mnavyokuwa mnazungumza naye kabla hajawa hivi na hali mbaya kiasi hiki, alikuwa anasema, aliwaambia kuhusiana na maisha yake na mume wake? Alikuwa anasema yeye ana mume. Maisha yake ni vibarua. Kulima. Na hao watoto waliokuja nao hapa, wao nyinyi ndo mnawalea? Yaani mliguswa na nini mpaka mkakubali kuishi naye akiwa na ugonjwa kiasi? Kwa sababu tuliani tumsaidie, si unajua tunasaidia watu, tukaona ngoja tumsaidie, labda ugonjwa utakuwa kidogo ni afadhali. Kumbe ni ugonjwa kwa ana mkubwa. Ugonjwa mkubwa. Tulikuwa tunajua ni ugonjwa tu wa kawaida. Kwa hiyo tumsaidie tu. Ili hata kama akipona atatulipaga huko baadaye. Kweli. Lakini kumbe anakuta na ugonjwa mkubwa. Huo uvimbe, haya kizazi. Alafu pili akawa anatoka na usaha. Vyote hivyo anatoka usaha sehemu za siri. Unapata ugumu gani wa kumuuguza? Unapomuuguza, changamoto gani unapitia? Hebu tueleze. Ni kubwa sana. Kama kumuosha, kumuogesha, changamoto, kufua, zote hizo ni changamoto. Kwa sababu hatembei, ni hapa ni wa kulala, kugeuza, zote hizo ni changamoto. Kwa hata kumbadilisha nguo, kumsafisha ni wewe? Kuna dawa zozote ambazo anatumia za maumivu? Zipo vidonge ndio vinampaga basi. Sawa. Mnaishi naye hapa na muda wote mko naye. Mnapokuwa mko naye hivi, analalamika kitu gani sana ambacho kinamsumbua sana, bali na jinsi alivyolala hapa kutokana na magonjwa alionayo? Tumbo anasema linamuuma, kifua, miguu inavuta kama mtu mwenye nini, mwenye mishipa. Yaani miguu inavuta kama mtu ambaye ana mishipa. Nisemeje? Kiuno, mgongo, vyote hivyo anasema anaumia. Na macho. Macho anakwambia hayaoni. Kwa hapa haoni? Anasema kuna kipindi anaamka haoni kabisa. Anaambia sioni, anaona giza. Kwa nini msingempeleka hospitali kubwa? Kwenye kiuno. Sawa. Kwa nini msingempeleka kwenye hospitali kubwa? Sisi tukumpeleka hospitalini kwa sababu tulipata matatizo. Ndio maana pia mpeleka mpaka saa hizi yuko hapa. Lakini matarajio yenu yalikuwa ni kumpeleka hospitalini. Mazingira magumu yapi ambayo unapitia kumuuguza huyo mama? Kama hivi sabuni ni shida tunapata, saa zingine hatupati, kufua nguo, vitu kama hivyo, kumsafisha, vitu kama hivyo. Yote ni shida. Unasema mlipata matatizo gani? Nilipata matatizo ya kufiwa kule nyumbani.
Nilifua tu wawili dabu. Ndio maana hivyo mambo yanakuwa magumu. Kulala analala na nani? Analala yeye na watoto wake hao wawili. Ikitokea amezidiwa inakuwaje? Anakuja kutuamsha. Nani? Mtoto wake yule. Ndio anakuja kutuamsha. Sasa kwenye kumhudumia usiku huo? Namhudumia mimi kwenye wakati wa kulala namhudumia basi. Nyie mmelala labda ikatokea usiku wa manane anahitaji huduma nyingine. Anamwambia mwanae akuja kutuamsha kule ndani. Huyu binti ambaye alikuwa hapa. Yeye anazungumza nini kwa anayopitia hapa? Nani? Yeye. Wakati mnaongea naye anaongea kitu gani? Yeye anasema kati anaumia tumbo, mabega, mgongo. Yaani miguu inavuta. Mara afumui, anasikia kama pumu. Yote hivyo anasema. Anapumua vibaya, mara anachemka, mara anasikia baridi, mara joto. Kwa hiyo vyote anavyo. Anapata kula kwa shida kila sana nakwambia. Tumbo linajaa. Kwa anakula kidogo. Akimpa tukaugali ngumi anakata tumbo mbili anawaambia sidi. Tumbo linajaa likijaa sana nashindwa kupumua. Apate ndizi, viazi, laya, tambi, wali hali. Mtazamaji, tumetoka kuzungumza na mama mwenye mji ambaye anamsaidia Efrazia hapa katika matibabu ama huduma anazompatia kutokana na matatizo alionayo. Na tumpe hongera na tumwombee pia Mungu aendelee kumpa moyo huo wa kusaidia. Ni wachache wenye mioyo hivyo. Na sasa tunapata nafasi ya kuweza kumsikiliza baba mwenye mji ambaye bila yeye huyu mama asingekuwa hapa, na yeye atufahamishe namna ambavyo alimpokea mgonjwa huyu na mpaka alipofikia leo hii tumefika hapa nyumbani kwake kwa ajili ya kusikiliza na kuona namna gani kupitia Star TV anaweza akapata msaada. Baba, karibu. Na kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani? Mimi naitwa Mzee Mohamed Ali. Sawa. Pole kwanza kwa kuuguza. Asante. Hongera pia kwa kumpokea mgonjwa huyu. Asante. Ulimpokea katika mazingira yapi? Mimi huyu alikuwa na nafuu kidogo, ila alikuwa anaumwa sana. Akakaa, aliletwa na watu tu. Baadhi wakakaa kama wiki 2-3 hivi wakaondoka. Yeye akaendelea kukaa. Nilipomuuliza akasema yeye hana baba, hana mama, hana hata mtu wa kumsaidia. Ndugu zake wako sehemu mbalimbali, lakini hawana ushirikiano naye. Sasa nilipoona yuko hivyo nikaanza kumhudumia. Kama tunamhudumia. Baadaye tukaona anazidiwa. Nilichukua kama ng'ombe 2 nikauza, nikampeleka hospitali wakampima. Wakaniambia ana uvimbe, ana UTI, ana pistula, ana kansa. Kansa ya nini? Ya tumbo. Ana kizazi. Kansa ya kizazi. Wakaniambia hivyo. Kwa hiyo tukamrudisha hapa nyumbani. Tulipomrudisha hapa nyumbani, ghafla tu matatizo katokea. Mdogo wake na huyu akafa na mama mkwe wake akafa. Basi tukawa tumekosa jinsi ya kufanya ya kumrudisha hospitali. Kwa hiyo tulikuwa tunakusanya labda tu hela kidogo na familia, mambo ya kusomesha mambo mengi, ili tumrudishe wapi? Hospitali. Ndio hali hiyo alionayo. Hapo alipo anajisaidia. Mama huyu ndiye anamtawaza, ndiye nguo anafua, sabuni nini. Akitaka tu kitu mama huyu ananiomba hela, ninampa, anaenda kununulia ndizi, tambi, soda, kila kitu anachotaka. Kwa kweli tunamhudumia. Hongera na Mungu awabariki. Hii hali kuwa hivi mbaya imeanza lini? Hii ina mwezi, yuko kama mwezi mmoja hivi. Magumu gani anayopitia akiwa amelala hivi? Akiwa amelala hivi wakati mwingine kifua kinabana,
kichwa kumgonga, tumbo inamsumbua, miguu kuvuta, kuwaka moto, alafu pia na uvimbe uliotokea ulikuwa mkubwa. Nikajitahidi ile Wasukuma wanasema ibale. Ile uvimbe lilikuwa likubwa sana kwenye paja, nikawa nimeliondoa likabaki kidogo. Lakini sasa hivi yana nakuwa anajisikia baridi, mambo magumu, hata haja haendi. Wakati mwingine tukimpa hata chakula laini ndio anapata hata kwa haja. Sasa akipata haja nani anamsafisha? Anamsafisha ni mama mwenye mji. Kwa kweli huyu mama roho yake ni nzuri. Hata kuna mwingine alitokaga Bunda, alikuwa mama mzima wa miaka kama 80 na kitu, akawa anajisaidia. Huyu mama anafua mavi, anamtawaza. Kwa kweli siwezi kumsema vibaya. Sawa, ametuambia kwamba huwa analala na watoto wake. Sasa hali hii alionayo kulala na mtoto wake si ni hatari sana kwake? Uzuri nampa taa, analala nayo. Akipata shida na muamsha huyu mtoto, anakuja na nigongea, na muamsha huyu anakuja kumsaidia. Kuna wakati hali inakuwa mbaya zaidi hapa? Wakati mwingine usiku hali inaweza kawa mbaya. Huyu akatuita, kaamuka kumsaidia. Sawa, magonjwa yake yote ni makubwa. Mlipokwenda hospitalini waliwaambia zinahitajika shilingi ngapi? Walituambia kama milioni 3 hivi ndio aweze kupata huduma. Na mpaka sasa hivi mna kiasi gani? Kwa kweli kwa sasa hivi ndio nilikuwa nataka nianze kuwa nakusanya, sina hela yoyote kwa sasa hivi. Lakini moyo wa kumsaidia mimi nilikuwa nao kabisa. Kwa maana sio huyu tu, ni wengi na wasaidia. Alipokuja hapa alikuwa na hali gani? Kwa sababu naona sasa hivi hali kwa kweli sio nzuri. Alipokuja alikuwa na hali kidogo, ilikuwa si nzuri, sio mbaya, hivyo tu. Alikuwa anatembea? Alikuwa anatembea polepole. Lakini baada ya hapo kumshika tu mkono. Hapa wao mnamnyanyua angalau kumfanyisha mazoezi, anatembea? Hapana. Yaani hivi alivyolala ndio hivi? Analala tunamgeuza. Au anaweza katambaa tu akahamia kama hapo, tukamsafisha, tukafua nguo, kitu kama hicho. Anatambaa kwa mikono. Kwa hiyo ni shida. Poleni sana kwa haya ambayo mnapitia. Lakini pia ongereni kwa sababu ni wachache sana ambao wanajitoa kusaidia watu ambao wana shida. Kuishi na mtu ambaye umfahamu na hali kama hii sio rahisi. Lakini msimwache, muendelee kumsaidia kwa sababu naamini watazamaji wanatazama kipindi na wamemuona, watamsaidia ili aweze kupata matibabu. Asante sana. Asante. Tumesikia maelezo ya mama na baba hapa ambao wanamsaidia mgonjwa na naamini umeelewa kile ambacho wamekizungumza. Tuendelee kuwaombea wawe na mioyo hii ya kusaidia watu ambao wana shida na matatizo mbalimbali. Endelea kumsaidia kupitia namba ambazo zinapita chini ya runinga yako, aweze kwenda kupata matibabu na aweze kupelekwa kwenye hospitali kubwa ambazo zinaweza zikatoa huduma ya kumpatia matibabu na akarejea kwenye hali yake ya kawaida. Na sasa turejee kwa mgonjwa. Tusikie nini ambacho anaomba kutoka kwako mtazamaji, na nini ambacho angependa kukufahamisha pia kuhusiana na magumu anayopitia katika maisha yake. Tumekuja hapa ili kuweza kujua historia ya maisha yako na yale magumu ambayo unapitia. Kwa mtu ambaye anatazama kipindi kwa sasa, unamwambia nini ama unaombi gani kwa mtazamaji? Kwa kweli hapa nilipo naomba msaada. Saidiwa nione kama nitapona. Nichoke naomba hapa. Lakini unaamini kwamba utapona? Kwa neema ya Mungu. Amina. Na watoto wako walioko mbali na wewe unawaambia nini? Watu walikuwa waambia. Wanatazama, inawezekana kuna watu wanatazama kipindi watawafikishia ujumbe. Nawaambia nitapona tu.
hawana moyo. Pole sana kwa magumu unayopitia. Asante. Pole sana. Kuna huduma gani nyingine ambayo ungependa usaidiwe? Nilikuwa kwenye tunguo. Kwa sina nguo yoyote na watoto labda umeshawaona walipo. Nimeona. Kwa hiyo hauna nguo na watoto hawana nguo? Ndio. Lakini labda nalitaka Mungu akiniponesha, nikipata uponaji hapo ndipo nitaomba hivyo. Mungu anisaidie na tunguo. Sawa. Tumeambiwa pia una tatizo la saratani au kansa. Ili tatizo liligundua mapema? Niliambiwa kipindi napelekwa hospitalini hicho kipindi. Na uvimbe ambao baba amezungumza hapo ulikuwa maeneo gani? Uvimbe ambao baba amesema ulikuwa na uvimbe mkubwa. Wenyewe unaendeleaje? Naendelea maumivu tu nasikia. Haya magonjwa yote yamekutokea kwa wakati mmoja? Ndio. Au ilikuwa inatokea tu hujui kinachoendelea unaendelea kuishi hivyo kawaida? Hamna, vilitokea mfano yani moja. Kwa pamoja? Ndio. Una shuka ya kujifunika? Hamna. Ndio hiki kitenge ulichojifunika basi? Ndicho unachojifunika na watoto wako? Nakata jasho. Watoto wanalo. Ndio wanajifunika lakini mimi najifunika kitenge. Na tumeambiwa kwamba kuna wakati macho hayaoni. Kweli? Ndio. Inakuwaje? Niko naona giza au macho yamevimba. Inachukua muda gani? Chozi. Yaani unaweza ukakaa bila kuona kwa muda gani? Kwa usiku naweza kaona. Ndio. Pole sana, na nirudie tu kukupa moyo kwamba Mungu ni mkubwa na yote unayopitia utapona. Wapo waliokuwa wagonjwa lakini leo hii wana afya njema, kwa sababu sisi ni binadamu na hatujui kesho yetu. Zipatikane pesa ili uweze kupata matibabu, sawa? Mwenyezi Mungu akupe moyo wa subira, endelea kumuomba Mungu na atakuponya. Sawa? Nashukuru. Ugua pole mama. Asante. Na mtazamaji, tumemsikiliza ndugu yetu Mtanzania mwenzetu ambaye ni mgonjwa akiwa amelala hapa, hajiwezi. Hivi alivyolala ndivyo hivi. Yaani anavyolala hivi ndo anaona unafuu. Hawezi kutembea, hawezi kukaa, hawezi kufanya kazi yoyote ile, na anahudumiwa na wasamaria wema ambao umetoka kuwasikiliza pia hapa wakizungumza. Maumivu alionayo ni makali, magonjwa alionayo ni mengi. Ana fistula, ana saratani, ana uvimbe, lakini pia shida ya miguu, vyote vinamwandama. Hana mtu yeyote wa kumsaidia kwa ajili ya matibabu. Kama umemsikia kwa umakini, umewiwa kumsaidia chochote, hata kama ni shilingi 100, kumsaidia apate shilingi milioni 3 kwa ajili ya kwenda kutibiwa. Unasikia hali alionayo? Jamani, chonde tumsaidie. Asante kwa kuwa nami, asante pia kwa kutazama Star TV. Sina la ziada kwa leo. Nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea, lakini ni mshukuru kameramani wangu Hans Ngaiza, bila kumsahau mhariri wangu Victor Chacha. Mimi ni Rebecca Mulesi, kwa na wakati mwema. Ni simulizi lakini pia nitasikia wakati wote anaweza akatuondoa. Nilizalilika udini, naacha mtoto kwenye kitanda naenda kuomba atimbaliwe. Ushauri unahitajika hapa katika ushauri wako, ambao tunasema hivyo ushauri wako. Ina maana yule maji kwa wingi anakatalia hapa, yanabana.